Tumepata sare ya 3 nafikiri mfululizo, na si matokeo mazuri ambayo tumeyapata leo kwa nature ya mechi ilivyokuwa, kwa namna ambavyo mpinzani alikuwa toka dakika ya kwanza. Hii mechi tulistahili kupata matokeo mazuri, lakini football kunatokea hizo moment ya kona, dakika za mwisho wameweza kuitumia vizuri. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imeisha salama, hakuna injury yoyote kwa upande wetu. Ni nafasi sasa ya viongozi wa klabu yetu Young Africans Sports Club. Umeshamalizika mzunguko wa kwanza, wakaketi chini kufanya tathmini ya timu kwa mzunguko wa kwanza, alafu kuangalia kama kuna maeneo ya kuboresha kwa mzunguko wa pili, basi maeneo hayo yafanyiwe kazi, kwa sababu kwa mwenendo huu wa kupata sare mfululizo si mwenendo ambao unakupa picha nzuri kwa timu ambayo inataka kuwania ubingwa wake. Sisi ni mabingwa watetezi, lazima tuwe na hizo character za kuweza kuwa na ushindani wa kuweza kutetea ubingwa wetu. Ukiangalia tuna drop point katika michezo ambayo huwezi kuitarajia, na sio kwamba wapinzani wanacheza to the level ya kutusumbua. Ni mistake kidogo natokea na momenti zao wanaweza kuzitumia na kupata matokeo mazuri. Kwa naamini haijakuwa bahati nzuri kwetu. Ni nafasi ya viongozi sasa kwenda kuketi chini kufanya tathmini ya timu. Bado tuna faida ya pointi 1 kileleni kimahesabu, lakini tulikuwa na faida ya kuwa na pointi 4, 5, 6, lakini tumeangusha pointi wenyewe. Kwa naamini kuna nafasi ambayo viongozi wataketi na watafanya tathmini ya timu. Umeridhika na performance ya wachezaji bila shaka? Wamejitoa sana. Mbona mechi ilivyokuwa, pitch ilivyokuwa, wamepambana sana. Ziko chansi ambazo zilikuwa clear tungeweza kufunga, lakini ndio football. Kuna siku mnaamka vibaya, mnakosa kutumia nafasi, wanatumia wenzenu. Sio kwa nafasi kama 2, 3 hivi za kuweza kuiua hii mechi, lakini hatukufanya hivyo. Mpaka dakika ya mwisho wamerudi mchezoni, wamepata kona, wameweza kufunga goli lao. Kwa ni matokeo ambayo naamini yameumiza wanayanga wengi, matokeo ambayo yametutibulia sikukuu yetu leo, lakini alhamdulillah tuna nafasi ya kwenda kufanya tathmini ya timu. Kila unaopata anguko ni nafasi ya kujitafakari na wapi utainuka tena. Tunakwenda kufanya tathmini ya timu nzima. Tathmini ya timu kwa maana ya kuangalia kwa huu mzunguko wa kwanza, kwa michezo ambayo tumecheza mpaka sasa hivi, kama kuna shida iko mahala gani, kama kuna mahala pa kuimprove ni mahala gani. Pale ambako viongozi wataona kwa nafasi ya kuimprove kwa wakati ambao tuko nao, wataenda kuimprove. Mimi naamini tuna nafasi ya kufanya vizuri bado msimu huu, lakini kuna tathmini inabidi ifanyike kwa ajili ya kurekebisha baadhi ya vitu kwenye timu. Kwa wale ambao wanasema pengine kocha mbinu zimeisha na kikosi kinampalia, unawaambiaje? Tuwape nafasi viongozi wafanye tathmini. Hayo ni maoni na hayana shida, yaendelee kutolewa, lakini tuwape nafasi viongozi wakafanye tathmini. Mpira ni mchezo wa wazi, kila mtu anaweza kuangalia na akatoa maoni yake, na viongozi pia wanaangalia, watakuwa na nafasi ya kufanya maamuzi. Uzuri wanachama hao walipiga kura wakachagua viongozi kwa ajili ya kufanya maamuzi. Kama kuna shida mahala ambako natakiwa ifanywe maamuzi, mimi naamini viongozi watarespond haraka sana kufanya maamuzi inshallah. Inaongeza pressure kiasi gani kuona gap linapungua, gap linaongezeka tena? Inaongeza pressure kwa maana ya ushindani, lakini ukiangalia tulikuwa na nafasi ya kwenda gap kubwa zaidi, pointi 4, pointi 5, pointi 6, lakini kila ambako opportunity inakuja ya kuongeza gap hatuitumii vizuri hiyo opportunity. Kwa ni kiasi cha kukaa chini na kutafakari. Hii si kawaida ya Yanga kupata sare 3 mfululizo kwenye ligi, si kawaida yani. Yes, na hata wachezaji uliona leo walikuja kwa ajili ya kuja kuonyesha reaction yao, lakini haijakuwa bahati. Tumeangusha alama 2 leo. Kwa mashabiki ambao wamejitokeza hapa na waliwapa somo, yes, kwanza ni wawe pongezi, wametoka mbali, wamekuja kuisupport timu leo na hawajapata kile ambacho walikuwa wanakitarajia. Hii inaonyesha kwamba wachezaji, viongozi, kuna deni ambalo wanalo kwa mashabiki na lazima tukalifanyie kazi. Tunawalipa furaha watu wetu ambao wanasafiri kutoka mbali, wanakuja kuisupport timu na timu haipati matokeo mazuri. Yes, tuna nafasi ya kukaa sawa, sio kukaa sawa, tuna nafasi ya kuchukua ubingwa. Hapa tuna faida ya pointi 1 kileleni, lakini tunazungumza kwamba palikuwa pana fursa ya kuwa na gap kubwa zaidi ya pointi. Tunayo faida bado ya pointi, lakini tuna nafasi ya pointi 4, pointi 5 kuendelea juu. Kwa hichi ambacho kimetokea, tunakwenda kufanya tathmini, kuangalia where to improve. Lazima kuna mahala patakuwa panatakiwa pa improve, na hapo tutakwenda kupangalia na kufanyia kazi inshallah.
Tuna siku hapa no. Wewe usiwaze tu mambo ya panga. Huyu mwana anaforce panga. Tathmini inaweza kwenda kuwa sehemu nyingine kabisa. Wewe usiwaze mambo ya panga. Tuna siku kama 12 hapa ligi itasimama. 10 nafikiri ligi itasimama, kwa hiyo uongozi utakuwa na fursa ya kuitazama timu na kufanya tathmini ya kina kabisa inshallah. Mwenyekiti, nikupe pole, mapanga yako jana yalikuwa mengi sana kuhusiana na bwana mdogo wa kupiga cross, makala nyingi zimetolewa na leo tena moto mwingine wa mapanga unaongezeka, unawaambia. Ndio ukubwa huo, ukubwa jalala. Mimi si mtu mzima ukubwa jalala, kwa ushazoea hayo. Ujumbe umefika, ushazoea. Wanasema ukiona bango limechanwa ujue ujumbe umesomwa huo. Mimi nishazoea hizo pressure. Ukubwa jalala, nishazoea mimi. Hakuna watachofanya watanisumbua. Kutokana na kuwa na siku chache sana kabla ya kuendelea na mchezo wa pili kwa upande wenu, unahisi kwa maamuzi yote ambayo viongozi wanatakiwa yafanye hasa katika tathmini yanaweza yakawa ni haraka zaidi ili kuharakisha timu kukaa katika mstari wake? Ninaposema tathmini namaanisha tuangalie mzunguko wa kwanza wote, sio kuangalia mechi ya leo. Mzunguko wa kwanza wote ulivyochezwa, maeneo gani ambayo tunaamini tunaweza kwenda kuyaongezea nguvu, hapo tutapokwenda kupatazama sisi inshallah. Bwana Pamba hapa nige jezi yangu, kutoka mbali kaniletea jezi, nige jezi yangu ndugu yangu, sije tena ikawa vipi bwana sikumpa. Bwana inshallah ndugu yangu. Hawezi pige. Uliitaka ya kijani na imekuja. Wameniletea bwana, Pamba amenipigia simu asubuhi bwana, kuna zawadi yako ya jezi tukuletee. Wameniletea, kwa hiyo nimepokea. Sije salamu bwana, jezi nimepokea na nitaivaa inshallah. Sawa, asante. Bwana mzigo umefika. Mzigo umefika. Kaupokea. Hem, kwanza upitie ni wenyewe. Wenyewe ukaka. Sasa mpige picha. Tupige picha.